na tunaanza tena na tamthilia yetu inaitwa Niokoe. Hapa utaona sehemu ya kwanza hadi ya 5. Ilikuwa majira ya usiku. Giza zito lilikuwa limetanda angani, huku upepo mkali ukivuma kutoka kusini kwenda kaskazini. Hali ya hewa haikuwa nzuri kabisa, naweza kusema ilikuwa ni mbaya. Anga nalo lilikuwa limetawaliwa na mawingu mazito, ilionyesha wazi kwamba muda si mrefu mvua ingeanza kunyesha. Watu wengi walikuwa manyumbani mwao wakihofia hali mbaya ya hewa iliyokuwa ikiendelea. Pembezoni mwa jiji la Tanga, karibu na Kichangani, kulikuwa na kijumba kimoja chakavu. Hapakuwa mbali kutokana na Kichangani mpaka Tanga mjini. Kwa shilingi 500 tu ungekuwa umefika ndani ya kijiji. Kwenye kijumba hicho kilichochakaa alikuwa na binti mmoja ambaye alionekana bado msichana. Alikuwa na umri wa miaka 18. Alikuwa amelala kwenye kijumba kile kibovu akijikunyata. Wakati huo alikuwa na hofu kubwa sana iliyotanda moyoni mwake, kwani aliamini kwamba upepo kizidi huenda pale ingeanguka. Alikuwa anaomba sana, lakini kila alipozidi kuomba ndivyo upepo ulipozidi kuongezeka. Ghafla dalili za mvua nazo zikaanza kunyesha. Manyunyu ya mvua yalianza kudondoka. Hapo usingizi ulikuwa mbali naye, ilibidi amke. Aliamka na kubaki akimwomba Mungu. Akiwa kwenye hali ile ya kuomba, alishtuka. Paa la nyumba lilikuwepo lilianguka. Mungu wangu, mimi nitaenda wapi usiku huu? Hapo ndipo mvua nayo ilianza kunyesha. Binti alibaki akijikunyata. Ilibidi atulie huku mvua ikinyesha. Ndani ya jiji la Dar es Salaam, kwenye jumba moja la kifahari, Mzee Muhammad alikuwa na vijana wake wawili. Mkubwa alikuwa anaitwa Omar na mdogo wake alikuwa anaitwa Amar. Omar alikuwa mtu wa peke yake, hakuwa mtu wa kujichanganya na watu, tofauti na mdogo wake Amar. Yeye alikuwa na marafiki wengi sana. Amar alikuwa ameoa na alikuwa na mtoto mmoja, ni tofauti na kaka yake. Mpaka anafika miaka 30, Omar alikuwa bado hajaoa. Alikuwa anaambiwa aoe, lakini ilikuwa ni ngumu sana kumshawishi. Kila muda ulikuwa wimbo ni ule ule. Katika harakati zake za maisha, kuna mwanamke alimwambia wakutane kwenye mkoa wa Tanga, kwa kuwa naye alikuwa anataka kuoa. Aliona ni vizuri kwenda kuonana naye. Safari yake ilishia kwenye stendi ya Kichangani. Hatua chache kabla hujafika kwenye stendi ya mkoa wa Tanga, lengo lake lilikuwa ni kwenda kukutana na huyo mwanamke anaitwa Zaituni. Alifika majira saa 12 jioni. Alimpigia simu mwenyeji wake akampata. Alikuja kukutana naye. Omar alifurahi sana kukutana na Zaituni na alijua huyu ndiye mwanamke wa maisha yake. Zaituni aliondoka naye kwa kuwa yeye ndio mwenyeji. Walienda mpaka kwenye nyumba ya Zaituni. Zaituni alikaribisha nyumbani kwake, alimpa maji ya kuoga. Omar alijiachia na kujiona kwamba amepata mwanamke anayeweza kumpa furaha yake. Alienda kuoga. Wakati anaoga, hali ya hewa ndio ilianza kubadilika. Upepo ulianza kuvuma kwa mgurumo, huku anga likiwa limetanda. Alitabasamu na kujisemea moyoni, huenda hii mvua ikawa ni ishara kwangu kwamba nakwenda kufanikiwa. Alikuwa hana shaka hata chembe. Alirudi sebuleni akamkuta Zaituni akiwa ndio anapika. Kwa kuwa Omar alikuwa ni mgeni, aliona ni vema kuongea na mpenzi wake huyu. Waliendelea kupiga story. Ghafla mlango uligongwa. Ulipogongwa, Zaituni aliweka alama ya mshangao. Akamwambia Omar, huyo ni mume wangu, kimbia. Mume wako? Ndiyo, nakuomba kimbia kabla hajakuua. Mungu wangu, wewe ulisema hauna mume? Wewe utakufa. Wewe kimbia. Hapo ndipo imani yake juu ya wanawake ilipoendelea kutoweka kabisa. Mwanzo aliamini wanawake sio watu wazuri, lakini baada ya kukutana na Zaituni aliamini na kuifuta dhana hiyo. Hapo alitafuta njia kukimbilia, lakini kwa bahati mbaya watu walimuona wakaanza kumkimbiza. Mvua na upepo mkali havikuwa tatizo kwake.
Yeye alikuwa kwenye harakati za kutetea uhai wake. Hakukumbuka chochote kile alichokuja nacho. Alichokumbuka yeye ni kutetea uhai wake. Alikuwa akikimbia mpaka pembezoni mwa mji aingie kwenye kijumba kibovu. Hapo ndipo alitazamana na mtu ambaye kwa mara kwanza kila mmoja alikuwa anamwogopa mwenzake. Japo kulikuwa na giza, ilionekana kwamba alikuwa ni mwanamke. Ukinisogelea na kufa na wewe. Kwani wewe ni nani? Aliongea yule binti huku akiwa anatetemeka. Hivyo mpenzi msikilizaji, usikose sehemu ya pili.